ulionayo sasa yanaondoka. Lakini pia njozi nyingine ya tuseme nukta ya 6 ya mtu kuota anachinja kichinjwa siku ya Eid au yupo siku ya Eid al-Udhuhiyya, anaota njozi hiyo. Tunasema kama mtu mwenye madeni, una madeni mengi sana, anadaiwa kila ukuchao, au ni mwenye kuogopa, au ni mtu fakiri sana, kisha watu wa namna hii akaota njozi hii ya siku ya Eid na akiwa anachinja, basi njozi hiyo inamjulisha ya kwamba deni lako litalipwa haraka sana, umaskini wako utakuondoka, uoga wako utaondoka kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Nukta ya 7 ya kuota njozi ya kuchinja siku ya Eid al-Udhuha. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa yupo kwenye siku ya Eid ya kuchinja, kisha akawa anachinja nyama na akaanza kugawa nyama hizo kwa watu wa karibu yake, akawa nagawa nyama zile ya kichinjwa ambacho yeye kakitafuta na akaenda kukichinja, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Tunasema utatoka katika shida ulizonazo na utapata utukufu na umaarufu uliokuwa mkubwa kabisa kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Nukta ya 8 ya kuota njozi ya Eid al-Udhuha, njozi ya kuchinja Eid al-Udhuha. Tunasema na kama mgonjwa atalala usingizini kisha akaota yupo siku ya Eid al-Udhuha, tena Eid ya kuchinja, na mgonjwa huyo akaota anachinja mnyama, basi njozi hiyo inamjulisha kuwa mambo haya mawili. Ya kwanza atapona maradhi yake, ama jambo la pili mgonjwa ataondoka katika uso wa dunia. Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi, na inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie kila khair. Ndugu yangu, mimi kwa leo pia niweze kuishia hapa kwa nukta hii ya 8 ya njozi ya kuota kuchinja siku ya Eid al-Udhuha, na upo ndani ya siku yenyewe ya Eid al-Udhuhiyya. Kwa hiyo kama nitakuwa sijaweza kugusa katika njozi yako ambayo uliyopata kuiota, basi unaweza kunitafuta kwa kunipigia simu namba 0685 49 63 36, au unaweza kunipigia tena kwa namba ya 0713 43 98 91, au pia kwa wale wenye kutumia zile WhatsApp unaweza kunitumia message, video call au